Yes, welcome Senko Linki. Kama hapo kwanza fuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili kwanza kupata video zetu kipindi na upload. Katika video hii ni video ya mwisho unaweza kusema katika upande wa kucalculate GPA, na hapa tena kuangalia kitu kinachoitwa competency level kwenye GPA, zile grade, kuweka grade na limaki with scala. Kwa sababu cha kwanza au nionyeshe hizo competence level ni zipi. Competence level ni hizi hapa hizi. Kama kwenye matokeo competence level hizi hapo unaziona. Sasa kwa tuna GPA, tutakuwa sisi tuna GPA zetu, mfano kama hizi GPA zetu hapa. Alafu sasa tunakuja tunazitafutia competence level yake ambayo ni grade na limaki yake kama unavyoona hapa. Kwa sasa hapa cha kwanza tutatengeneza hizi GPA range kama hapa unavyoona GPA range tutatengeneza hapa ili itusaidie sisi kutuonyesha kwamba B inaanzia wapi, C inaanzia wapi na kuendelea. Kwa hiyo mimi nitaziandika zote hapa. Alafu tutazichambua kidogo. Alafu kuna 2.6 2.600 mpaka 3.5 999 hiyo. Alafu kuna nyingine tuna 3.6 3.6 1 2 3. Alafu tuna 4.5 999. Alafu ya mwisho ni 4.6 000 mpaka 5.004. Kwa hizi hapa ndo tunasema ndio GPA range zetu hizi kama unavyoziona hapa. Kwa hizi GPA range zetu hizi tutaziwekea grade na limaki, grade na limaki, grade na limaki hapo tutaweka lafu limaki. Kwa maana yake kwa mfano hii GPA ya 1 mpaka 1.5 hiyo ni grade A. Utaandika tu hapo. Utaandika ni grade kama vile NECTA yenyewe wanavyowekaga vile. Grade tuangalie hapa inaitwa grade. Kwa utaandika grade alafu utaweka ile thamani yake ambayo ni A, alafu hapo utaweka limaki yake moja kwa moja ambayo ni nini? Ni excellent hapa. Excellent hapa. Sasa mimi nitakuwa na copy tu ili twende chap. Kwa maana yake hapo tukienda kwenye B nitaipaste tu hapa pap. Hiyo itasomeka B kubwa. Alafu itakuwa na limaki yake itakuwa ni very good. Limaki yake itakuwa ni very good. Limaki yake itakuwa ni very good. Kama unavyoiona hapo. Tutaenda C tutaipaste hapa. Tutabadilisha hapa C itakuwa ni good. Tukienda D kwa hapa tutaichange tu hii, tutaweka D hapa. Alafu hapa itakuwa ni satisfactory. Kama nimelitamka vibaya ya mwisho
F ya mwisho, hiyo ni F. F itakuwa ni fail kama unavyoona hapa. Kwa maana yake hapa niweke hivi ili kidogo tuone inakuwaje hapa. Across. Sababu kitakachofuata hapa ni rangi huku hivi hapa tukuze hii 4 hapa 3. Kwa huku ni sasa inabaki rangi ambayo tutatumia sasa. Kala hizi bibi tutaweka kala inaweza zisifanane sana na kama za Nectar, lakini wewe mwenyewe unaweza ukafanya ziwe kama za Nectar vile ukatumia zile. Yani cha kufanya hapa, una hizi rangi hapa una copy, alafu una uwezo wa kwenda kupaste labda kwenye ChatGPT au hata Google ukauliza kwamba hizi ni rangi gani, yani uka screenshot afu kaenda kuuliza rangi gani, wakutajia vizuri. Sasa mimi nitaweka tu kwa kukadiria tu zile. Nasema hapo ni kijani ambayo imekoza. Kwa utakuja huku kwenye color, utakuja kuselect hii sio hii. Na labda kwenye custom unaweza kaja kwa custom hapo katengeneza rangi nzuri. Mfano kama mimi A nitaweka rangi hiyo. B ni kijani, lakini kijani fulani kama imepauka fulani hivi, lakini pia inakuwa ni kali kidogo kwa upande mwingine. Kwa hiyo hapo hivi itakuja kwenye more color, I think so utaweka hii hapa. Hii hapa nitaweka kwa B. Kwa C tutaweka manjano, lakini manjano fulani hivi, ngoja tuichague hapa. Manjano fulani hivi ambayo haina mapepe sana, tuchukue hii. Lakini ukiangalia Nectar utakuta wenyewe wao wametumia kidogo ya kwao tofauti na kwetu. Kwa sisi tumetumia hii, lakini ukija Nectar hapa unaona wenyewe wametumia hii hapa. Kwa maana yake nayo unaweza ukafanya kama hiyo tu. Hiyo hapo ni hii. Ni hii hapa hii. Tunakuja kwenye D. D walitumia kama red, lakini red ambayo kama haijakoza fulani hivi. Hii pinki. Basi nitumie hii hapa. Lakini wewe unaweza ukaja hapa kwenye website ya Nectar ukaiangalia hii rangi, ukasema hii F ndo inabidi itumie rangi hiyo. F kama nyekundu fulani. F nyekundu. Lakini hii ni rangi fulani hivi ambayo kama itakuwa nyekundu lakini sio nyekundu. Kwa utakuja hapo kwenye custom hapo utacheza napo hapo. Utacheza napo wewe mwenyewe. Mimi naona tuweke hiyo. Lakini wewe mwenyewe unaweza uka screenshot hapa, ngoja screenshot kidogo tuwaonyeshe. Kwenda kutambua hizi rangi, muda mwingine nakuga ni changamoto kidogo. Sasa unakuta mtu hana uelewa na hizi rangi hizi.
kama screenshot tupate ya kuchora hapa. Alafu lese labda tuje hapo kwa ChatGPT tumuulize rangi hizi kwenye hii picha, hizi rangi ni zipi, ili atusaidie kwenye kutuambia hizi rangi na kodi zake. Atakupa rangi atakupa rangi na nani, atakupa rangi na kodi. Kwa hiyo watu wetu tumuulize hapo. Sasa ukatumia Gemini, ukatumia ChatGPT, hivyo vyote vile wewe tu ni ule tu mfumo ambao wewe yaani ile tuseme AI ambayo unaitumia sana kwako, unaweza ukauliza watuambia hapa, tutajie rangi, tupe majina ya rangi na kodi zake. Maana ya jina ukashindwa kulitambua vizuri, kwa hiyo unamwambia kupe na kodi ili iwe rahisi wewe kwenye kuandika. Maana pale kuna sehemu ya kuandika nini, ya kuandika hizo rangi. Hivyo vitu subiria hapa papatue kidogo. Sasa hapo ndo katuonyesha kwamba hii ya D ni orange au dark orange, ambao kala yake hii hapa. Kwa moja tuchukue kodi yake ya D hapa. Ukija hapa utakuja kwenye more color, ukija kwenye more color utaandika hapa kodi, Kwa hiyo hapo hiyo ndo ya D. Hiyo ya D ya C. Yellow green. Hii mistari hii hapa, hiyo ya D orange, ya D. Kitu hiyo ukiangalia unaona kama tofauti kidogo, lakini inaenda kiwa mbali, inaenda ile. Haya, kwa hapo tunakuja sasa kwenye C. Kwenye C ni yellow hii hapa. Kwa hiyo itachukua, tutakuja kwenye C. Kwenye C naona hamna shida hapo. Kwa hapa tutakuja hapa tafuta ona ile tu. Kwenye C tuko hatujafeli kwenye C. Kwenye F uchukue hii red. Tunakuta hizo red yenyewe zipo nyingi, kwa ndo maana ukiwa na kodi hizi inakuwa vizuri, unakuwa kidogo rahisi. So na ile red yenyewe inakuwa ni ile red fulani kama imepauka fulani hivi. Kwa hiyo hizi sasa ndo kala zetu ambazo tutafanyaje, tutakuja tutazitumia hapo mbele hapo. Kwa hiyo hii yote hii ni nini? Hiyo yote tulikuwa tunaiangalia hapo. Tulikuwa tunaangalia kwanza GPA range, tunaangalia GPA grade, alafu pia tunaangalia tunaangalia nini? Tunaangalia kitu kinachoitwa color, rangi. Sasa baada ya hapo tutakuja sasa tuanze kufanyaje? Tuanze kuzitengeneza vizuri ili zituletee
majibu yetu sawa. Hapa sasa ndo tutaenda kwenye kwenye kutengeneza usawa. Kwa sasa hapa tunaendelea. Kosa cha kufanya, mimi hizi nitaziandikia. Kwa wapi tuzione vizuri. Tuziwekee hapa. Kwa hiyo tutatengeneza kitu kama hiki hapa, ambacho hiki tutazipanga tukitolea kwa hivi sio mbaya, ili tuzione vizuri. Sasa hizi huku tutazificha, hizi kidogo nitazificha, nitazihide kidogo ili tuvute hivi tuone kitu kilichokuwa na usawa. Sasa hapa tutatengeneza hiyo competence nini? Tutatengeneza hiyo competency base yetu hapa, kwamba GPA itakuwepo hapa, lakini pia hapa kutakuwa na nini? Tunakuwa na competence base yetu. Tutatengeneza kama hiki kitu, tutatengeneza vizuri wewe mwenyewe kama unavyoona hapa hivi. Utaweka na competence base yake chini, alafu hapa tutatumia formula ya HLOOKUP, kwa sababu hizo ni horizontal, hizo horizontal lookup. Hii hapa horizontal lookup, iangalie hii GPA. Baada ya hapo ije kuangalia hapa, lakini sisi tuletee nini? Taloki hapa ituletee column namba 2, alafu ituletee true kama sikosea. Kwa hapa tunaona kabisa ametuletea average nini, competence base yetu nani, competence yetu ni ngapi? Ni 2. Sasa twende tukatengeneze rangi. Kutengeneza rangi unaenda kwenye condition, ukishaenda kwenye condition unaenda kwenye highlight cell rules, alafu unakuja hapa kwenye text contain. Ukija kwenye text contain, maana yake sasa hapa tutakuwa tunaweka kimoja kimoja hapa. Mfano kama ikiwa hivi tutakuja hapa kwenye custom format. Sasa hapa tutawekea rangi kama kwenye filling hapa. Kwenye filling maana yake ni ile sehemu ambayo inayojaziwa pale. Kwa more color tulisema tunaweka hii au hii. Hapa sasa kwa tuweke hii hapa tu, haina tatizo. Hiyo A tutaipigia okay. Tutaenda sawa. Tutaenda condition nyingine hivyo hapa. Naenda hapa kwenye height rules, text ambayo imecontain, tutagusa text yetu hapa, tutabonyeza hapo kwenye custom, tena hapo kwenye filling hapa, maana yake tutachagua rangi ambayo wenyewe tulisema ni hii au hii. Hii hapa. Naweka zetu. Kwa maana yake ni kwamba hapa ikibadilika ikiwa B inakuwa hivi. Lakini sasa pia hapo unaweza kubadilisha maneno ya ndani, au na shida au kaacha hivyo. Mfano kama NECTA wao maneno yalikuwa vile tu ni lakini blue haya kama sikosei, rangi ya blue au purple ile isokoza ile. Haya. Kwa tutakuja kuangalia text contain nyingine. Hapo tulikuwa tupo kwenye C, kwenye B. Kwa tutaenda kwenye C ni hii hapa. Tutaenda kwenye custom, tutaenda kwenye filling. Kama ikiwa C hapa, tuone kwenye more color, tuchague hiyo rangi sasa. Sio hiyo. Tuende kwenye custom. Itatuchanganya hii. Tuende kwenye custom hapa. Hiyo ni C tulisema ndio hii hapa. Kota copy. Tutakuja hapa tutapaste hapo.
Utapata rangi, lakini naona kama haiendani hivi, lakini haya, twende tu. Haya, baada ya hapo bado tunaendelea hapa, tunaweka kwenye D. Tunaenda kwenye D hapa. Kwenye D pia hapa kwenye filling au color, kwenye custom hapa. Turudi tena D hapa. D ndo hii hapa. Copy. Rudi huku. Hapa tufute hizi rangi nyeupe hiyo, tuweke kodi zetu. Ni hapo imetokea. Naweka pap, tunamalizia ya mwisho. Ya mwisho ndo ni hii hapa. Tutaenda zetu hapa, tutaingia kwenye custom format. Kwenye custom format hapa. Tutaenda kwenye more color, tutaenda kwenye custom ili tusivuruge vuruge, tutakopi rangi yetu hii red hapa. Red. Tutakuja hapa. Tutaifuta hii. Tutaweka kodi zetu za rangi hapo, tutapiga okay. Red kama hiyo. Tutapiga pap. Hapa tutakuwa sasa tumemaliza. Sasa tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake, mfano tukiongeza labda is A, hii ni Samuel. Tukiongeza hiyo A, maana yake naona imetoka imekuja kwenye grade nini? Kwenye grade ya B. Sasa maana yake hapo tukibadilisha hiyo rangi ya ndani hapo, tunaweza tunaona vizuri. Lakini wewe mwenyewe sasa utapendelea hapo utumie rangi gani, yani weke rangi gani kwenye hayo maneno, lakini rangi yake sana sana inakuwa blue. Inakuwa blue ili aweze kuonekana vizuri, inakuwa rangi ya blue, au unaweka rangi ya nini? Rangi ya purple. Lakini sasa ukiangalia kama hivi hapa, hata haionekani vizuri kwa sababu ya hiyo rangi ambayo tumefanyaje? Tumeselect, yani maana yake inaonekana sio sahihi, ila ndio hivyo, kwa kuwa tunajifunza hapa inakuwa sawa. Kwa sasa mfano labda tukaziongeza F hapa zikala labda 89, maana yake inaendelea kupanda. D labda tuweke nao 89, hiyo tuweke hapa iwe hivi, maana yake C unaona kibadilika pale na hapa inabadilika. Tuweke na hapa hivi iwe C. Tuweke labda kapata na 0, bado C hiyo. Haya, tuweke hapa labda 0 labda 0.600 hizo mfano, maana yake anakuwa ni D satisfactory. Hata ukiangalia hii shule hapa ambayo tulichukulia yenyewe na 3.9 hivyo, maana yake yenyewe ina D satisfactory 3.8. Kwa hiyo hivi ndio njia rahisi ya kutafuta GPA ya darasa na kuweka competency level yake. Kwa hii njia inatumia kuweka competency level kwenye masomo na kwenye sehemu nyingine. Mfano kama hii tulikuwa tumetafuta ya somo. Kwa pia nao unaweza ukaifanya au ukatafutia competency level yake. Ndio lookup hapo, hiki kitu hapa kije kiangaliwe hapa. Unaona? Kije kiangaliwe hapa, alafu namba 2, alafu true. Maana yake itakutengenezea itakuwa ni grade nini? Ni grade A. Kwa hata hapa pia tulikuwa unatumia tu hiyo lookup. Sasa nategemea umepangaje. Mimi nimepanga kwa hivi ulalo, unaweza kupanga kwa wima. Maana ukipanga kwa wima itakuwa ni nini? Ni VLOOKUP. Mimi nimepanga kwa ulalo hivi itakuwa ni H nini? H lookup. Kwa H lookup na VLOOKUP tofauti yake ni arrangement tu. Moja yenyewe ni horizontal, nyingine yenyewe ni nini? Ni vertical. Hii hapa inasoma DC. Kwa hiyo ndio njia rahisi ya kutafuta competency level kwa kutafuta kwa kuleta GPA. Hii template ya kuleta GPA ipo, kama utahitaji utaka kutumia unaweza kanicheki, unaweza kutuma hapo kwenye comment hapo, kaeka namba yako ya simu mimi nikakutumia, au kaeka email nikakutumia, au unaweza kanitafuta mimi mwenyewe direct kwa
namba zangu za simu 0652372705 kwa ajili ya kupata hii template ya mwenyewe ukawa unajifunza kidogo. Asanteni sana, tutane kwenye video ijayo.